register ya attendance ya mwaka uliopita kwa sababu hizo ziko town hall zimewekwa pale. Sio haziwezi patikana. Utajibiwa. Officers wote wako hapa. Ndio nimesema wakishasema hizi project, wakishasema hii miradi ambayo iko hapa, utauliza swali, ofisa wa roads atakwambia kwa nini hiyo barabara ikuwekwa, hii ndio iliwekwa kulingana na pesa ambazo zilikuwa. Yes, mama. Sisi ni watu wale ya chini kabisa. Hakuna wengine iko chini kukita sisi. Wengine wala wanakufa. Sasa mimi nataka kuuliza, ni kwa nini wakati ya hii watu hawa hata tulikuwa tunataka MP kuwe hapo na kandi? Anakuja. Ndio matwambiage saa ile hivi iko watu ya chini ndio manajua wakati ya kula manajua kuingia kwa manyumba. Na wakati ya kukula na kutengenea ile haki yetu hatuwaoni. Sasa mimi nataka kuuliza Kajwa kama angekuwa hapa, kwa nini alikuja kututanganya pale na mleka mwizi na bana hataka? Sasa mwanapelekea wana mliko na mazitima na vivi kule vivi yuko na kisa waizi matubunguzo manavitagia wahitaji yetu. Hata na hivyo tunatengenezwa na tulichagua unini wakubwa. Leo akuje ataona moto. Kwa sababu tulimuita hapa jana akuja tutengeneze pale michagi atengeneze mchanga na tuletewa mchanga kudaidiwa ndio tuone mahali ya kusenga. Alinipigia simu na kaniwekea mimi. Sijui kama tulisoma naye nijue mimi. Mimi namgoja hapa akuja. Sawa mama. Hiyo maneno ya stima kutakuwa na mtu atajibu. Naomba kuongeza kwa hiyo ya mama. Mimi nikataa kusema najua tumepewa masaa kidogo sababu nasikia sana si hapa kwa wengine. Na mimi nilikuwa naomba wenzangu. Mimi nilikuwa hapa ijumaa. Hii budget tumepangiwa kila mradi peke yake. Badala ya tulalamike kijumla, wacha tuende hii miradi moja kwa moja. Tukifika kwa street lighting, huyo mzee ametuambia street lighting. Street iliwekwa kwa kichaka atuongeleshe. Sababu mimi ninangoja ifike hii grading ya mara mimi ikifanya pale. Nami nitaikosoa kabisa na nitawaambia mfano. Ikifika kwa Magata 4,000 uone hapa tunawekewa 3,000 utasema ilikuwa ngapi? Naomba tuende moja kwa moja tukague badala ya kukagua kijumla. Nafikiri tunaelewa na wananchi. Tuende pamoja ndio watu waseme hiyo ni uongo. Hii iko kwangu na tafadhalini ninawaomba. Asante kwa kujibu. Najaribu tumejaribu vizuri sababu hata tunakuja kuwa kuuliza maswali ni ishara kuwa tuko tayari kujua mambo mengi. Lakini ningetaka tusitumie umati kama mob justice kwa sababu kuna mistrust kwa kati yetu na nyinyi. Maana nyinyi mlipokuja hapo mmeruka sisi tuko na viongozi ambao tunataka resident association. Mnapofanya kazi bila kuhusisha viongozi ambao tumeweka katika mitaa itakuwa hamna confidence na sisi. Sisi na nyinyi. Kwa hivyo ningepropose kwanza kabla tuendelee. Wale viongozi ambao tulichagua wa kila kijiji wakae pale mbele. Maana tuko na resident association, this constitution. Wewe ni civil servant. Ukiongea na wamati hawa wende validation uchukue A, na uchukue B, there be no continuity. Haya maswali tunakuuliza, tulikuwa tumeuliza zamani yule ambaye anahusika na resident association hapa. Na tuna wao. Na tunapokuja mnawaruka muna create bad blood. Na kuna mambo mengi ndio tumetengeneza na hawa. So, mimi nauliza hii katika wadi hii ya Meninga hatuna resolution. Si wako. Si wako recognize kwanza. Ili wakati umeenda that person who is our neighbor we hold them to account. You are our chair of the resolution. Kama hako tujue. Je, hatuna ama tuko naye? Basi watoke wakae pale kwa hiyo kona pale mbele. Ili wakati mumeenda watabaki wapi? Hapa. Ili tukua na swali ambalo ni a bit follow up, hawa ndio utakuwa kifuata follow up. Maana tuna tabu moja katika public management.
follow up and continuation. Today you are transferred or given a department. Tunakuwa na hiyo gap. To reduce this bad blood ama hiyo watu ambao tulichagua kama parents au ndio tukao tukihold account. Hawa ndio utakuwa pia hata kabla utoe hizo bili zako, hawa watakuwa wameattend that validation process. Na wanako na backup, wanakupatia backup. Lakini without that backup, utakuwa kama ni it's like emotions zinakuwa hivi. So I would suggest that we recognize them. Lakini wakiwa wajitambulisha wenyewe, ndio wakati tunapitisha these are our watchdogs. Katika society kuna another body huwa tunachua ya oversee management. So hiyo body ya oversee ofisi tukiruka tutakuwa na community breakdown. Karibu, asante. Maybe nichangie tu kidogo kwa mzee vile amesema. I know the residents association are there and I know how she's been coming. Lakini wakati wa validation huwa inaannouncewa kwa wananchi wote. So it's upon you wananchi wa Menengai msema ikiannouncewa send you a yes, Indian, so you know the constitution is it's all citizens. Inaannouncewa kila mtu aje. Siwezi muinvite yes, it is announced to all citizens. So it's upon you wananchi wa Menengai mseme kwamba validation imeitishwa na we are sending our it's upon you and we appreciate. So you will send them during that time when it comes so that they'll be now following your yes. So nadhani wamesikia. Thank you. Kwa hivyo karibuni sana. I know her and I know him too. They've been coming. Actually, they've been coming. Wamekuwa akija wakifuata. Wanataka fresh introduction. Thank you, Mr. Jenga. We have two resident associations in Menengai Ward. Tuko na resident association mbili katika Menengai Ward. Kuna resident association ya Menengai sublocation. Menengai sublocation unaelewa. Na kuna resident association ya Kiratina sublocation. Na with due respect, ningependa kumkaribisha our assistant chief Bwana Tege, who is our matron, Menengai Resident Association. Patron, sorry. Menengai Resident Association. Now, for further introduction, we have organized ourselves and the secretary is there, is ready to introduce the whole group. Kwa kujuana zaidi, na Resident Association ya Menengai tumejipanga na tuko na secretary wetu ambaye amejipanga na atatujulisha kwa wananchi. Alafu Kiratina nafikiria pia wamejipanga, pia watajiintroduce. Asante sana wananchi. Tukionelea kwamba hiyo tuendelee na mipango ile ya constitution ambayo tunayo, ambayo inamsikia mwananchi katika mpango yote ya maendeleo. Lazima tuunde association, na tunayo association ambayo inaitwa Menengai Ward Community Resident Association. Hiyo inakaba Mountain View na inakaba hapa T-shirts, lakini Kiratina wanayo yao, lakini yote iko katika hapa katika hii ya Mountain View na T-shirts. Kuna Irene Wambui, huyu amesimama ndio mwenyekiti wetu. Kuna Alfred Nyakudi, vice chairman, hayuko na yeye anatoka Blankets. Kuna mimi ambaye ni secretary, mimi naitwa Daniel Maina Kirugwe na mimi natoka Mountain View. Kuna Makibira ni Jage, sijui kama yuko, muone huyo hayuko, naye anatoka hapa T-shirts. Kuna Joyce Joroge ndio treasurer wetu, naye anatoka hapa T-shirts. Kuna Samson
Kama mbunge yuko huyo, naye ni mmoja wetu, naye anatoka, ni organizing secretary na ako katika teachers estate. Kuna James Gachara, huyo mzee mnamuona hapo, is an organizing secretary. Pigeni makofi, mtu mzuri. Kuna Henry Kamau, huyo ndio assistant chief wetu, na yeye ndio patron wetu, mnamuona. Tunasimamiwa hata na askari ya administration, serikali, na mtamjengea ofisi yake hivi karibuni. Hawezi kukaa kwa watu, na nyinyi kwa hapa. Kuna John Karaja, huyu mzee naye wa hapa teachers. Kuna Margaret Goge, memba wa Magata. Simama. Huyu ndio anauliza 4,000 ilienda wapi ile ya maji. Yeye ndio mkubwa wa Magata. Kuna mwingine anaitwa James Kirago. Kirago yuko? Oh, ndio huyo. Huyo naye ni mmoja wetu, naye anatoka St. Mary's. Kuna mwingine anaitwa Naomi Kimani. Naomi Kimani yuko? Huyo naye anatoka Blankets. Na tuna Miriam Juguna. Miriam Juguna yuko? Naye huyo ni member, naye anatoka anarepresent youth. Hao ndio wale wakubwa. Vile mmoja alisema pale, hawa ndio watu wa kijiji. Kama iko mradi kwao, kama Bwana Gachara ukiwa iko mradi huko Eastmore, yeye ndiye anasimamia hiyo, na nafikiri atakuwa project management committee chairman. Na kama hiyo mradi inatakiwa iwe reported, yeye ndiye anaripoti, manake crowd. Thank you very much. Asante. Kwa hivyo tumeelewana ya kwamba watu wa Menengai during validation, these are your, hawa ndio ambao wanawakilisha, ndio mtatuma waende kule validation, si ndio? Nyinyi ndio mnawatuma. Sawa sawa. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, kwa sababu ya wakati hatutasema mengi, but tuko na resident association Kikoras ambayo iko Kiratina, imetoka hapa boundary ya teachers pale kwa barabara ya maji, inaenda mpaka mwisho wa Kiratina pale mwisho, inaelekea mpaka Kiratina Dafura pale mwisho, inarudi na teremka mpaka Dafura, inateremka mpaka Kiondo. Huko ndio Kiratina Resident Association iko, na kwa sababu ya kujipanga Madam County, kwa sababu ya vile ambavyo miradi inaendelea na kukosa kuhusisha watu peke yao ndio wanahusika katika kila mradi ambao unatendeka katika Resident Association, kuko na mpangilio kama venye mmekuja mmejipanga. Kuna Ministry of Water, Ministry of Land, Ministry of Road katika Resident Association, na ndio nafikiri yule mzee akasisitiza ni vizuri wafahamike, kwa sababu kama wangekuwa wamefahamika pengine zingine zinatendeka hapa ingekuwa ni rahisi kwao. Na mimi ndio vice chair lady wa Kiratina Resident Association. Tuko na chairman wetu hapa Mr. Wanderi, na tuko na karani wetu wako njiani ya kuja Mr. Kimani, na tuko na secretary wetu akikuja Mr. Mbogwa. Nafikiri baada ya muda mdogo tutakuwa nao mahali hapa tunawakilisha wananchi wa Kiratina. Na niseme hivi nikienda kukaa chini kwamba Madam County kunatakikana kuwa na information mzuri ya kufikia wananchi kama jambo kama hili limetendeka, kwa sababu wengi nafikiri nilienda kwa ofisi nikakuta hiyo table ya vile ambavyo kulikuwa kuzungukwe ndio watu waweze kukuja mahali hapa. Hawakuweza kupata information wakati ambao ulifaa, na pengine wanaweza kuwa hawajajitayarisha, kwa sababu hata wengine wamesikia asubuhi na wengine walisikia jana. Asante. Tumesikia hayo, habari haikufikia wengi. Tumesema tunaomba msamaha kwa sababu gari lilipita, kama hawakupata, ili next time wakati mwingine tutajaribu hata kuweka habari kwa makanisa na hata mashule ndio watu waweze kupata habari, lakini kwa hiyo it's noted, tunaomba msamaha kwa hiyo. Asanteni. Sasa tunaenda miradi la kuuliza maswali ya Hamjambo.
Mimi naitwa John Kamau, naishi pande ya Mawanga. Maybe ile kitu ningeweza kuomba Madam County, sisi huwa tuna vote kwa Menengai Ward, lakini kila wakati ambapo maendeleo inaendelea huwa tumesahaulika. Ningeomba tuwe included, kwa sababu ukiangalia ile barabara ya kupita Mronyo kuja pande hii, hawa watu wote huwa wana vote kwa Menengai, lakini ikifika wakati wa maendeleo sisi huwa hatuhusiki na maendeleo. Ningeomba tuwe included. Thank you. Asante. Pengine niulize kama watu wa Mawanga huwa wanakutana mkutano kama hii. That's why I'm here. We are supposed. No, kama if you are supposed, then mnatakana muwe hapa kama if you really, kama nyinyi ni wa Menengai, mtoe naye miradi yenu. Oh, leo ndio mmekuja. Sawa. Okay, ni sawa. Nauliza uko kwa hizi association mbili, where do you belong? Let me clarify. Kutoka hili barabara yuko pale kwenda huko wako chini ya mwingine Nakuru North. In fact they are different MCA. Na kama MCA wetu wako hapa bear as witness. Kwa hivyo yeye ni hiyo MCA atafafanua political boundaries. Atafafanua political boundaries, lakini kama nyinyi ni wa Menengai, sioni sababu gani hamuja kuja kusema miradi ya kwenu kama nyinyi ni wa Menengai. It is today, umesema mzuri, it is today you have come. So if you really belong to Menengai, hata wewe utatoa miradi ya pandeka. If you belong, the MCA is here, atatufafanua the political boundaries. Yes, asante. Kwa hivyo bwana Karu, twende sasa straight kwa miradi, alafu ndio tutajadiliana kuhusu hiyo miradi, ndio tusonge kwingine. Bwana karibu. Sawa, tutulie tu mzee, tutakupatia boundary, lakini ni mzuri kusema, sababu kama unavuka boda kupiga kura, hata sisi tunafaa kuvuka boda kupeleka maendeleo. Lakini kwa sababu ya kitabu pia sisi tuko controlled na direction za boundary. So leo tutaripoti kwamba zile project ambazo zimefanyika hapa kwa hii Menengai Ward. Langu mimi naitwa Karioki, mimi niko katika idara ya engineer. Mimi ndo na represent engineer Ochieng katika idara yake section ya roads. Kuripoti kwamba kuna project ambazo mliselect na zile ziko hapa ni zile ambazo mlipea kipaumbele, tukazifanya procurement tukapeana. Leo mimi napeana status report ya kwamba tuko na project 5. Ukisoma kwa hiyo karatasi yako, ukiangalia hapo juu kumeandikwa Ministry of Roads, Transport and Public Works. Kuna project ya kwanza inaitwa construction of drainage in ranges view, pale ni Kiti. Leo nasema kwamba project hiyo saizi the contractor is on the ground right now. Mnajua kwamba procurement inakuwaga na procedures, na wakati contractor kama hajaingia, wale siku hizi wana make sure kwamba pesa ziko. So leo tunaweza chagua miradi, lakini wakati contractor anaingia inaweza chukua time. Lakini saizi hata mkiingia pale kwa ground uta witness kwamba excavation imeanza leo. Ni kwa sababu tulikuwa na shida kidogo ya kujua vile mtaro utaenda. Kwa hivyo hiyo ni kitu nawaambia, the contractor is on the ground. Allocation ilikuwa ya 3 million. Kuna project ya pili ambayo pia imefanywa na ni ya grading and marraming of Eastmore Road, White House. Ile barabara inatoka pale ya kuja Eastmore. Ukiangalia pale utaona kibao kimefanywa, tulifanya grading na tukamwaga mara. That one I know imefanywa. Ilikuwa imepatiwa 1.8. Kuna street lighting za Kiratina. Today we are reporting kwamba the contractor is still on the ground. Hata kama kunaonekana kuna kwingine kuna waka.
we consider him to be on the ground until afanye handover. So the allocation of that ilikuwa 6 million. Kuna street light hapo, lakini ukiangalia hawakuandika exactly the point. So I want you to write there, I think it is a... sorry. Wakati mwingine Kiswahili ni ngumu. Nasema kwamba street light hiyo, project number 4, imeandikwa tu street light Menengai. Lakini hiyo imefanyika pale Bismarck. Upande wa juu. Imepandika Bismarck ukielekea upande wa juu. Kuna street light nyingine imefanyika hapa kwenu teachers upande huu. And I think kuna vitu mnaweza ona na kama hazionekani pia mtasema. So hizo ndio project na the status as we are talking now, the contractor is still on the ground. That is how we consider him until we release him. So thank you so much. Kama kuna maswali nitajibu. Asante sana. Nimefurahi kuona kwamba kuna representative wa engineer. Lakini kuna kitu kimoja tu ningependa kuuliza. In developed countries, an engineer anatakiwa kuwa mwandishi, kuwa ako na watu wake ambao wanaona kazi ile inafanywa on the ground kwa niaba ya wananchi, anaonekana. Ningependa kusema ya kwamba wakati hizi barabara zinatengenezwa, mimi huona kama mtu tu anapatiwa hiyo kazi afanye mambo ya kumaliza, kama imefanywa mzuri, kama haijafanywa mzuri. Sijawahi kuona hata engineer ama representative. During the old council days, tulikuwa na works officer, tulikuwa tunaona hata mashule ama buildings zikijengwa, mtu anakuja anaangalia, lakini siku hizi hatuoni. Cha pili, ningependa kuuliza wale ambao wanahusika na culvert. Nakumbuka wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa naona culvert za zamani za company zilikuwa zinaitwa Morem Construction. Walikuwa wanaweka chuma ama waya, alafu wanaweka cast juu ya ile concrete work. Saa hii siku hizi wanaweka tu culvert ambazo hazina ama chandani ile waya. Yeah, such that gari zikipita zinabomoa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba pesa za umma zinaendelea kufanya repairs za culvert every now and then. Na bwana engineer, mimi naona hiyo ni makosa kubwa sana. Ni vizuri tuende kwa culvert ambazo ni durable, zinakaa kwa muda mrefu. Mkikosa technicality ama ujuzi, pia mnaweza kuja kwetu. We understand. Tunajua hiyo kazi na tunaweza hata kupatiana input na vile tunataka hizo culverts ziwekwe. Kwa sababu zinawekwa na zinamaliza kidogo, baada ya gari kupita unakuta hiyo yote inapomoka na kunakuwa na shida. Maji inakuwa blocked, hata si maji ya mvua haiendi vizuri. Kwa hivyo ningeuliza muwe husike sana on the ground to be able to, ili muweze kuokoa pesa za wananchi, taxpayers money. Asante sana. Nataka kushukuru sababu mimi ndio niliomba kuliko tuanze kufanya general comments. Sasa tuende project kwa project. Alafu maombi ya pili nitawaomba. Ukipewa nafasi uulize swali, wewe tupe nafasi ya ile umeshuhudia kwako. Kama ile nitasema mimi nakaa East Mo, nataka kusema sio kawaida kushukuru serikali, lakini mimi nataka kusema asante sababu ya grading of that road ya East Mo kutoka pale White House kuingia kuteremka huko ilikuwa ya mara. Niliiona ikiwekwa, lakini wakati narudisha asante. Kitu ninaomba bwana engineer, can we be educated before the project so that tujue kitu tunatarajia ni gani na tujue wakati tunanyimwa zingine. I have been in the construction industry. Ukipewa kitu kama barabara, iko a lot of clauses in the agreement. Inasemekana kuna leveling, halafu kuna the actual maram, halafu kuna compacting, halafu kuna curing.
All these stages should be given to us ndio tujue wakiruka moja au namna gani. Wakati nasema hii barabara tulifanyiwa mzuri, I want to say pongezi. I saw the engineer personally in the morning, narudi saa 8. I want to say thank you, but then bwana engineer tujulishe mapema ati kwamba kutakuwa na ile kuchimba the leveling, the grader itakuja, alafu mara mtu tawekewa inchi kadhaa. There are some specified inches ndio ulipwe, ndio huyu contractor alipwe according to that whatever. Alafu je, kuna provision ya kumwaga maji kwa hiyo barabara au ni fumbi tu itaachwa hivyo? So please give us the knowledge before so that we can, ndio na sisi tuweze kuexercise our oversight role. Huwezi kukagua barabara na hujui kama hii ni maram inawekwa au ni maram au ni mchanga. So what I'm saying, tafadhali disclose the final details of the agreement. Lakini this time niliwekwa kwa anxiety. Wakati walianza kuchimba, nilikaa kwa barabara, nikaona engineer akipita, nikamuuliza, excuse me sir, unatuwekea maram aina gani? Goje utaona maram mzuri itakuja. So these are the secrets. It is a blackmail sort of. Alafu nikauliza wakati maram imewekwa mzuri, je, utaanza kukanyaga na rora kabla hujamwagia maji kidogo, na maji ni muhimu sana kwa barabara. Alafu akasema goja kidogo ipo rora tunagoja. Please, I say thank you for the work, but then don't keep us in the dark. Usituweke kwa giza tafadhali. And kwa hiyo kwa kumalizia hiyo barabara, wakati ninasema asante, nitakuuliza bwana engineer, ukijengea watu barabara kama hiyo, you grade that road with maram, alafu uinyime drainage. What is the impact of a road without a drainage sincerely? Barabara hii yetu bwana engineer ni mzuri, lakini maji ikitaramuka kutoka kule Menengai slopes inakuja inaloa kando na kando ya hii barabara because the provision of the drainage is overlooked. Ikafika kiwango kwamba inajulikana wazi maji ya hapa kwetu itatoka huko Menengai slopes itaramuka Lake Nakuru, lakini somebody is suggesting tuitoe upande ya Lake Nakuru irudishwe hivi sababu huko hakuna exit ya maji. This is what is happening. Ati ukiwa pale Estimo, maji badala ya tuje huku imekataa sababu huku hakukuachwa nafasi yoyote maji itapitia. Sasa ni barabara inuliwe juu, maji irudishwe upande ya juu. Mzee huyu ana represent kule juu, anajua hiyo maji itawezekana kurudi juu. So what I'm asking the engineer, hii shamba zote zimekuwa demarcated, ilikuwa mashamba ikagawa maplots, na hiyo kitu inakuwa ngumu sana kusucceed sababu ya authorization ile inahitajika kwa county. Lazima uonyeshe pahali unaanzia public access roads na pahali itakuwa ya drainage. Sasa tukiambiwa Istimo sisi tutajengewa barabara bila drainage sababu hatukuacha nafasi yoyote ya drainage. How did these plans go through? Tunajua ni matakwa ni mengi, lazima uconvert from the user from agriculture to residential and all this, alafu you provide a plan and the plan must be approved by the county government. How does it go through hapa kwa county na Istimo hakuna pahali kuliachwa nafasi ya maji kuteremka? Sababu hakuna upande ya chini, tunasema kule milimani kuna nafasi maji irudi wapi? Is it possible gentlemen? So bwana engineer tafadhali, the planning department inajua wakati ili approve mashamba yagawe pahali kuliachwa nafasi ya drainage, that provision must be there. Lakini sasa mtu mwingine amekuja akasema hii drainage hii kitu gani? Hii ka plot mimi niko na pesa siwacha ninunue. Akauziwa baadaye. Sasa engineer anazunguka na watu yake, anatoka Morning Star, anaenda Istimo High, anaenda wapi? Anasema hapa kwenu hakuna nafasi ya drainage. Kwa hivyo sitaki kuongea mengi sababu saa yetu ni dogo. Lakini tukipewa nafasi tuongee, tutoe, tukosoe, tafadhali go to that project uko na habari naye kamili na upeane mfano kuliko tukosoe kijumla ati ni mbaya. No, that is emotion. Thank you very much. Okay, mimi naitwa Wandeli kutoka Kiratina. Nataka kutoa pendekezo moja ambayo mimi naona inaweza kutusaidia sana, kama ni yule engineer au kama ni yule mwingine wote wa maji wa nini. Wakati mnakuja kufanyia sisi kazi katika area zetu, hizo ni pesa zetu, na sisi ndio tulitoa, na sisi ndio tukitakiwa
tuseme tumetosheka na kazi ambayo umefanya. Sisi tunakuja na watu wako, wewe unafanya kazi, unakuja na mtu anakuangalia, anasema imetoshekana na imeenda vizuri. Na si namna hiyo. Pendekezo yako ni ya kwamba unaona hawa viongozi wamechaguliwa na wananchi wa teachers. Kama ukikuja katika barabara zile unatengeneza, upatie hawa ripoti ya kwamba tunakuja kutengeneza barabara za kweli. Watoe mtu mmoja, au jaribu kutoa mtu ambaye anajua mambo ya barabara. Maana kuna vijana wengi wamesoma mambo ya barabara, ndio. Watoe mmoja akuje katika upande wako, ili hiyo mara inaweka kama inaweka EG6, unaweka EG4, akwambia pana. Na akikwambia pana, useme ni kweli hapana. Lakini sasa nini mnakuja, mnafanya, mnatosheka, sisi pana tosheka. Ni wakati hizi tunakosa kupiga kelele. Hauna mlagani wananchi. Kwa hivyo tunaomba mnapokuja katika mradi wowote, mpea mtu mmoja kutoka pande wa kwetu, akitosheka, sisi tumefanya nini? Tumetosheka. Thank you. Nataka kuzungumza kuhusu street lighting. Ni kweli tumeona hapa kuna mradi wa street lighting ambao umefanyika katika teachers. And when you look around, unakuta ya kwamba almost every road iko in darkness. Unasema inaendelea na hatuoni kitu kinaendelea. Jamani, where is this 9 million? Is it just along this road or the other road? And when the other road there is in darkness, surely, Bwana Engineer, we want to get satisfied about our money. Hamjambo. Mimi naitwa Ngodho. Swali langu kubwa ni upande wa street lighting. Wakati wananchi walipropose mambo ya street lighting, lazima kuna ile map ambayo walisema inafaa kuwekwa hapa na pale na pale na pale. Lakini wakati mwingine watu wakiona upande wao hakuna street lighting, wanakimbia mahali fulani, wanapiga simu. Baada ya siku 3-4 tunaona poli imepanda. Nao tunauliza swali hivi lingine. Kwa hii 9 million ya street lighting, ni chuma ngapi ambazo zinafaa kusimama? Ndio sisi kama wananchi tuende pale tukaunt, chuma ni 1, 2, 3, 4. Huyu contractor ameweka kulingana na vile zinafaa. Mimi wakati moja nilienda kwa engineer na nikamuuliza, wakati ule ilikuwa ni 4.5 million. Akaniambia hivi, kulingana na ile document amepewa ni poles 16 na 4.5 million. Nikafanya hesabu yangu kwa urahisi tu kama mwenye alipitia 1, 2, 3 mpaka 8. Nikakuja nikapata chuma moja inatumia 280 something thousand. Is it realistic? Is it realistic? Now, sasa ile swali kubwa ambalo tunauliza ni hivi. Tunataka kuona zile polls ambazo zilikuwa elected na ni ngapi ambazo zimebaki kuwa elected. Then tujue East Timor walipewa ngapi, teachers walipewa ngapi, na Kiratina walipewa ngapi. Na tupewe hiyo map tafadhali, ili tuone tuweze kufanya kitu inaitwa vote. Na hiyo wacha niwaambie wananchi, constitution imetupatia what do you call it kwa Kiswahili, uwezo wa kuweza kwenda mashinani na tuweze kufanya hizo vote. Thank you. Habari ya wananchi wa hapa kwetu. Mimi naitwa kaka James Sena. Swali yangu nafikiri inaambatana na ya Mr. Ngodho.
Ukiangalia kwa hiyo vote head, kuangalie street lighting at Karatina ongoing, hiyo tunaona ni 6 million. Tuko pamoja? Street lights hiyo ambayo haikuwekwa ni wapi? Iko Menengai ni 4.5 million. Street lighting hiyo ingine inakuja 9 million. Sijui mkiongeza hiyo itakuja kama pesa ngapi? Ukitumia 20 million, ukitumia 20 million, na hiyo simple arithmetic my brother amesema hapa, at 200,000 per pole, tunafaa kuwa na over how many poles? $20 million you divide by 200,000. That should be how many poles? I think hiyo inafaa kuwa imesettle shida yetu yote ya street lighting. Si ni kweli? Na ili tuweze kupeleka pesa zingine kwa another project ambayo hatutai propose tena, because every year we are proposing street lighting, street lighting, street lighting. I think sisi kama wananchi tumechoka na hii kupropose tu, and there's nothing on the ground ambayo inafanya. Si ni kweli? So tunaomba we do away with the street lighting to make sure ya kwamba zile poles zote ambazo zimeambiwa zitawekwa ziwekwe, na tufanye hiyo voting na tuone ni ngapi, na isikuwe ni uongo tunadanganya. Si ni kweli? That is why imesemekana we have a resident association. Tuwe na watu ambao wataangalia, is this what we proposed? Si ni sawa sawa? Asante. Hamjambo, mimi naitwa Getonga. Mimi ni mkazi wa Teachers na niko upande ule wa chini. Nataka kurudi kidogo kwa sehemu ya barabara na karabati mahali ziliwekwa. Pale chini kuna karabati iliwekwa, hata kama mimi sijui sana, imedischarge katika maploti. Tunajua kwamba maji yale yanatoka upande huu, hatuko kama Istimo. Maji yanatoka upande huu na inapoenda upande wa chini inakuwa iko na kishindo. Sasa karabati imewekwa, imedischarge ikipitia kwa maploti ya watu na haijulikani inaenda wapi. So hiyo ni concern kwetu sana, kwa sababu kwa wale tuko upande wa chini, hiyo karabati tungetaka tuambiwe kwamba wanatumia njia gani kuiweka, kama imeingia kwenye imeelekezwa kwa ploti ya mtu, maji hiyo inafanya watu wapigane bure. Asante. Hamjambo wananchi, naitwa Anton Maina kutoka Palamagata. Nashukuru kwa sababu ya forum hii, na jambo ambalo ningesema kwa engineer ni kwamba kuhusu mataa, unaona ile taa kubwa inamulika sehemu karibu yote, alafu kuna street light ziko hapa, sijui ni za ile na hasa hii tofauti yake sasa sijui itatusaidia aje, kwa sababu ile iko juu inaona mbali, alafu tuna zingine zimewekwa hapa pia. So that's imetumia kama pesa nyingine ambazo hatisaidii. Jambo lingine ni kwamba ni drainage. Kuna hii drainage imetoka Kiti ndani, imepita Teachers ndani, na nafikiria kwamba kama vile nimezaliwa hapa sisi ndio tuliweka 1970s. Lakini nyuma ya kuna watu wamejenga hapo, alafu wamefunika hiyo drainage. Nimepiga simu kwa MCA karibu safari 3, umekuta wengine wamekarabati zimepita, hizo plot zimejenga juu ya hiyo drainage. Na juzi nikapita hapo nikakuta tajiri mmoja amejenga ghorofa hapo, ametoa mchanga huko, nikapigia council simu, nikaamrisha watoe hiyo chafu kwa mahali hapo, kwa sababu hiyo drainage najua kwamba ni ya kuteremsha maji huko chini. Kuhusu street light, kuna taa moja imewekwa pale Teachers. Hapo Teachers hiyo taa ina karibu mwezi mmoja hiyo, na nikaandikia council message, nikamwambia hiyo itusaidie kwa sababu iko giza mahali pale. Hapo kwa kijiji kuna pahali iko shimo, kumeinjakiwa wamama karibu 3 na gari hapo. Kuna kishimo kiko hapo, gari inakuja pole. Wakati gari inakuja kuna watu wanajificha hapo chini. Wakati gari inaenda hivi unasikia mtu anasema nduru, tunatoka tunakuta gari inaenda hivyo. So tulikuwa naomba hiyo barabara kutoka pale Bismarck tujaribu hasa hiyo shimo iko hapo. Pamoja Maram
ndio tuweze kupunguza hiyo carjacking kwa mahali pale, na hiyo barabara pia iko na giza. Kutoka hapo Bismarck hapo kuna watu wanasemesha nduru usiku, so tusaidie mahali hapo ili tuweze kupunguza hiyo kazi. Naomba mniruhusu nijibu hayo, sio? Lakini kama kuna mengine yatatokelezea tutajibu, kwa sababu pia ni mingi sana, nastaki kubrush haraka. Naheshimu maoni yenu. Ningeanza sana kwa ule mzee ambaye kidogo ni kama anatupatia advice, lakini asante kwa sababu kila mtu hapa ako na profession yake. And including hapa ndani kuna maengineer na madaktari. Lakini pia kukosagi makosa kidogo. Alikuwa anasema kuhusu mambo ya engineers kufollow up projects wakati zinaendelea. Sikujua particular ni project gani, lakini ningesema kwamba saizi katika county yetu tuko na inasemekanaga a very few staffs. What do you say that in Swahili? Sitaki kuchanganya wa mama. Uchache wa technical staff. Na hiyo ni mambo ambayo iko katika meza ya admin. Nafikiri hiyo ni mambo admin anafaa kufanya. Kwa sababu kama project zitaletwa hapa 5 ama 4 na engineer ni mmoja, kufuata zile project pale inakuwa tiki. Lakini tunajaribu sana. Nafikiri mzee rafiki yangu hapa ameguzia kwamba alikuwa ananiona asubuhi saa 7 na jioni. Na ni kwa sababu alikuwa ananiuliza maswali mengi na make sure anafuata. We also need you people to follow up with us so that hatuwezi weza kufanya details ndogo pale chini. Lakini pia nikikujibu mzee rafiki yangu, details madam admin atatuambia forum kama hii sisi kama engineer tunafaa kufika wapi. I think ni kwa sababu hatujakuwa, because policy iko, mimi nafaa kufikisha information yangu hapa so that when I'm coming here nipatieni information yangu mpaka wapi, because sasa hiyo ni admin atanielekeza, si mimi nakuja na karatasi yangu aniambie kuja uniambie project imefika hapa. Lakini sasa akiniambia niguze details, kwa sababu maengineer ni wengi, kuna maengineer wa stima, kuna maengineer wa barabara hizi, nitaenda ni gather information as representing the whole information. But I have information good enough to convince you people that kazi imefanyika. Istimo grading, challenges ziko na ninyi mnazijua. Kuna challenges za planning, and I don't know whether my admin pia amekuja na mtu wa planning atatuelezea, na kama hana, we are going to take those challenges. Me as an engineer, nipatia pesa hizo leo ambazo mtanipatia, nitaenda kutengeneza project. Mimi kazi yangu nikiingia kwa ile barabara nione mahali mtaro itapitia. Wakati mwingine unakuta barabara ni ndogo sana na mnataka mtaro, na pale kuna sewage, kuna manholes za sewage, na pia kuna wale developers ambao pia wamevuruta canopy na baranda zao kwa barabara. Challenges kama hizo ni mingi sana. Pia hata kama barabara ni ndogo na pia umeona mahali utapitishia, unakuta pale pia ukionyesha barabara, like he's saying, this young man anaitwa Gitonga, pale chini unakuta hakuna mahali pa kuelekeza drainage. Utaelekeza drainage iende katika kwa mlango ya mtu direct, kwa sababu umeona kamtaro inaenda hivyo, lakini hakuna mahali inaenda kutokea. Huyo mtu hata kuja kwa hii forum kukuniuliza, atanitafuta huko kotini. Sasa itakuwa ni mimi na kotini. Yeah? Sometimes kuna hizo challenges. Now, wakati mwingine tunaambiaga mtu sasa, wacha tufanye ile kazi tunafanya saa hiyo. Remedies. Because hata pia kuzuia kidogo ni sawa. So that tukikuja hapa pia nyinyi mtusaidie kuchagua zile miradi ambazo zitasaidia wananchi wengi pia na hazitakuwa na shida. Pia mkuwe na watu kama hawa ambao umechagua, watafuatilia kila kitu. Si mambo ya miradi peke yake, mpaka planning issues. Because I also want to challenge my admin today, achukue mambo ya planning seriously. Pale juu pia hata saizi ukiendelea pale Istimo, Bismarck, tuko na challenges. Tumeenda hapo na mheshimiwa, tukakuta mtaro lazima itakosa kuendelea vile tulikuwa tumepanga. Kwa sababu pia planning issues. Mtu ameenda amekata shamba lake, hakufanya ile subdivision ya kawaida, ameuza ploti zake na sell agreement, watu wamejenga haraka. Basi, lakini hiyo ni challenges yetu, because hiyo vitu zilipita huko kwa council.
So please, Madam Admin, follow up with that. Because me as an engineer, mimi nataka space. Ndio niweke mtaro, ndio niweke barabara. Sometimes there are those challenges. Getting representative kwa every project. I think hiyo kitu ilikuwa. Lakini pia mimi naweza taka bwana Madam Admin, because kuna process ya procurement. Ule mtu alienda afanya kitu inaitwa open tender. Akafanya kitu inaitwa open tender, akapeleka pale wakiwa wengi contractors, wale mtu mwenye anaitwa lowest bidder akapatiwa. Alafu engineer akaselectiwa aende uangalie hiyo kazi. Leo atatufafanulia mandate ya hawa ama mtu huyo atakuwa anaingilia wapi. Kama atakuwa na represent MCA, because I think tuko na MCA kwa kila project, ama atakuwa na represent pande gani. Because pia tunafaa tuangalie tusikuwe na double duties, duplication. Mmemtahua huyu MCA ameenda pale na ako na mandate zake, sio? Sijui kama yeye ndiye anafaa kutupatia mtu ambaye because I think in needs more pia to introduce kwa wale watu wa area hiyo, na I think tukafanya kazi mzuri na tukaongea na wananchi. So I think your representation, Madam Admin, utatusaidia kujua what is this group doing and what is the MCA and everybody, so that the next time we are doing project, hatutaki mahali tunasikika ati sisi kama engineer hatukuwa involved. We want to give details. Sometimes hizi project imepeanwa huko kwa ofisi, ni mzuri sana, huyo mtu amebid vizuri sana, amekuja amefanya kazi nzuri. Sasa huwezi kuja kumletea watu kama 20 waanze kumgirira, atauliza huyu ni engineer nani, those kind of issues. But informations are very important. Tutakuwa tunawapatia information including details, kama vile mnasema hapa kunafaa kuchimbwa kiasi gani, hapa kunafaa kuwekwa depth ya kiasi gani ya maram. We shall give those details, but in the right people, because again you cannot dispatch the information to everybody. Thank you so much on that. Mambo ya street lights, wacha nijibu straight zote maswali zote ya street light in this context. Wakati tunasema hapa project is ongoing, ni kwamba huyu mtu akijamrelease na project iko na time yake. Saa hizi tumechelewa kwa sababu sisi pia kama maengineer kwa department yetu, unajua saa hizi kila department it's like independent, si kama wakati wa municipal. Wakati wa municipal kila kitu ilikuwa inafanywa under one roof. Saa hizi department ziko almost na every procurement yao. Sisi tukiambiwa kuna pesa, hata leo mkitupatia pesa, mpaka ile siku tutaziona ndio tutapatia contractor, kwa sababu wakati mwingi tunapatia contractor anakosa kulipwa.